Nje huko wanakaa Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Ndo maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati alikuwa amekutana na alikuwa anafanya kikao na wazee leo hii hapa, na amefunguka moja kwa moja kwa hasira kabisa kuelekeza ujumbe wake kwa European Union, EU, ama Umoja wa Ulaya, ambao wameonekana juzi kati kwa sakama sana Tanzania kuhusiana na masuala mazima ya kuwanyima mikopo na kuweka sanctions na vitu kama hivyo hapo. Sasa kwake bana amesema kwamba ameanza kwa kuuliza swali, yani wewe ni nani? Nyinyi na kina nani? Kwa mfano, who are you? Yani imebidi paka ametumia Kiingereza kabisa ili waweze kupata ujumbe wao. Anasema kwamba wamewakalia midomoni sana wa Tanzania toka uchaguzi mpaka leo hapa, kiasi kwamba anashindwa kujua kwamba hao wanajisahau. Amesema kwamba wanajisahau, wanafikiria kwamba bado wao ni mamaster wa Tanzania, bado wao ni mabeberu wa kuwaongoza wanavyotaka wao. Amesema kwamba kiasi kidogo cha fedha ambacho wamekuwa kiwapea Tanzania ndio kitu ambacho kinafanya wanawasakama sana wa Tanzania, wanawakalia kooni kiasi kwamba wanashinda kufanya mambo yao. Sasa kana nauliza kwamba kwenu haya yatokei, lakini pia ningependa kuuliza ambaye ulifuatilizia hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan. Sijui kama Ulaya haya mambo waga yanatokea kama ilivyotokea Tanzania, sababu kwake amesema kwamba kwao haya yanatokea, lakini mwisho siku hujaona Tanzania ikinyanyua mdomo kuyasema ya kwao, lakini wao kila siku wamekalia vikao kuzungumza kuhusiana na Tanzania. Hizi kauli za Rais Samia Suluhu Hassan, nataka nikuulize swali moja, kidiplomasia zimekaaje? Sababu nchi yote ile kujibu mapigo ya ambayo yanahusiana na masuala ya kidiplomasia, kuna namna ambavyo unahitaji kuongea, sababu mwisho siku anaifaidika sana kwenye masuala mazima ya biashara ambazo anazisema. Maana anasema kwamba siku hizi hata fedha zenyewe hazitoki, kinachofanyika siku hizi ni biashara. Yani Tanzania inafanya biashara na Ulaya, Ulaya inafanya biashara na Tanzania, mwisho wa siku wote wanafaidika. Hamna mtu ambaye anampa mwenzake msaada zaidi. Ni swala la kaa chini, nikupe huduma unipe pesa, ama nikupe pesa unipe huduma, na vitu kama hivyo. Ni swala la kibiashara zaidi. Lakini sasa sijui kidiplomasia imekaaje, sababu European Union ama EU walitangaza kwamba kwa hiki ambacho kilitokea hawezi kuendelea kuwafadhili Tanzania, sababu kuwafadhili Tanzania ni kama kufadhili udhalimu ambao ulishuhudiwa kwenye uchaguzi uliopita wa Oktoba 29. Sasa hapa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza amecharuka kabisa baada ya kuangalia kimya ya European Union. Ameamua kufunguka na kusema kwamba yeye anahisi kwamba ni vizuri wakaacha Tanzania wakafanya mambo yao, sababu tushapita zile enzi za kusema kwamba wazungu ama watu kutoka Ulaya ndio mamaster wa kuongoza ama kuamua mtaendesha vipi nchi. Kwa hizi kauli za Samia Suluhu Hassan bana, naomba pia maoni yako. Unahisi kwamba kidiplomasia hii imekaa vizuri? Yani swali simple tu kwa kauli ambazo amezitoa, kidiplomasia hii imekaaje? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.